Na mbunge mmoja maalum katika kaunti ya Makueni aliyefikishwa kwenye mahakama ya Milimani akikabiliwa na mashtaka ya kutumia mtandao kumdhalilisha mbunge wa Kibwezi Magharibi Mwengi Mutuse. Abanas Chalo Wambua anadaiwa kuchapisha video kupitia mtandao wa TikTok ambako alimtishia mbunge huyo na kumkosoa kwa madai ya kutosaidia jamii ya Akamba. Kesi hiyo iliwasilishwa kwa hakimu mkazi Joan Mati, ambako wakili wa mtuhumiwa aliomba mahakama kumkabidhi mshtakiwa dhamana. Wakili wa Abanas Chalo Wambua pia waliibua wasiwasi kwamba mteja wao alitiwa mbaroni katika kaunti ya Makueni na sasa anashtakiwa katika kaunti ya Nairobi. That in itself should persuade the court that this was not just about justice, but it was also about punishing using the criminal justice system. Upande wa mashtaka hata hivyo ulitoa wito kwa mahakama kuzingatia uzito wa mashtaka hayo, ukionya kwamba baadhi ya wanasiasa wamekuwa wakitumia mtandao vibaya. Take judicial notice, but we urge you to take notice. Not judicial notice, but notice that cases of computer misuse and abuse of the internet, especially by the political class, I can confidently talk about that because this case has been defined as a politically motivated charge by the defense. Wambua aliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 500,000. The alternative, the accused may be released on a cash bail of 200,000 with 2 contact persons whose particulars shall be provided to the court. The accused person shall attend court whenever required until the conclusion of the proceedings or until further orders of the court. Na watu watatu walifikishwa katika mahakama ya Milimani ambako walikana mashtaka dhidi yao kuhusiana na kesi ya kupanga njama ya kutekeleza uhalifu pamoja na kumiliki silaha hatari. Edison Mukama, John Juguna Githinji na Adens Kiganga walitiwa mbaroni katika mtaa wa Githurai baada ya kupatikana na bastola. Watatu hao watasalia kizuizini hadi siku ya Alhamisi ijayo wakisubiri kuamuliwa ikiwa wataachiliwa kwa dhamana. Bruce Mayoyo, Darubini.